Jibu sahihi ni lipi? Ndio hivyo kwamba wewe ni nani, mimi ni mwalimu. Si ndio? Au ni mtumishi wa Mungu. Unaitwa nani? Ndio Clement, si ndio? Ndivyo ilivyo. Sasa watu hawajitambui wao ni nani. Kwa hiyo akisha kuwa na degree, yeye anajua yeye ni yani anajiona kwamba sasa yeye ndio degree. Lakini kumbe tunachoangalia ni kwamba mtu awe na ile elimu ya thinking capacity. Si ndio? Uwezo wa kufikiri ndio mtu. Sio ile elimu. Elimu ya kweli ni kufanya kitu kinachojitokeza katika jamii na jamii ikakithamini, ikakikubali. Unaona Yaani kwa mfano wewe ni fundi wa kutengeneza nyungo. Sasa zile nyungo unazotengeneza ule ndio utaalamu wenyewe. Anapeleka sokoni kitu ambacho kinaonekana. Unaona? Sio yani utaalamu ukiwa kwenye kichwa hauwezi kutimia katika jamii. Maana yake utaalamu uwe Waingereza wanasema uwe productive. Sasa mzee mwenzangu umenikumbusha kitu. Unajua mimi ninavyojaribu kutafakari nikiangalia elimu ya sasa. Hivi elimu ya zamani ilikuwa elimu nzuri kwa sababu watu walikuwa wanaishia ile wanasema middle school. Wengine wana uwezo wa kufanya kazi hata serikalini middle school. Darasa la 4. Alikuwa na uwezo kabisa wa kufanya mambo makubwa. Lakini sasa hivi unakuta mtoto amemaliza chuo kikuu lakini hawezi hata kuandika kile wanaita kwa kizungu kutengeneza hata nani yake tu, hata CV yake ile kutengeneza hajui. Sasa na amemaliza chuo. Lakini pia mimi nilichokiona maisha ya watu wa zamani, maisha tu pekee yake alikuwa shule. Maisha pekee yake alikuwa shule. Kama unakumbuka vizuri, kama umesoma enzi hizo, mashuleni watu unakuta watu wana uwezo wa kujenga nyumba ya kwake. Kwa sababu ilikuwa unajua shule ya kwanza, nikwambie jambo moja. Shule ya kwanza inatoka kwa wazazi. Kipindi hicho kwanza ilikuwa kijana. Unapotimiza umri wako 17, 18 una nyumba yako. Kwa kujenga nyumba ilikuwa ni sifa na ilikuwa ni maisha ya kawaida. Kipindi hicho ilikuwa mabinti kusuka mkeka, kutengeneza ukiri na vitu mbalimbali. Yalikuwa ni maisha ya kawaida ya nyumbani. Lakini pia ilikuwa watu wanajua kufanya kazi za shamba, na shule pia zilikuwa na mashamba ya mfano ambao watu walikuwa wanapata elimu. Kwa hiyo hata mtu akimaliza la 7 anajua kwanza kulima, anafahamu. Bwana kweli nakumbuka kulikuwa na somo linaitwa science kimu. Science kimu ambazo tunajifunza mpaka kunyosha nguo shuleni, kufua vizuri, kulima bustani. Yaani tulikuwa tunajua namna hata kwamba unapolima shamba utandaze nini kuzuia mmomonyoko, sina vitu gani. Tulikuwa tunafundishwa kwenye masomo kama hayo. Hasa tofauti na elimu ya leo. Elimu ya leo mtu anasoma tu historia, jiografia, anamaliza mpaka la 7. Hajui chochote cha mikono, cha kufanya kazi yake ya mkono hajui. Anatoka form 1 anaenda form 4. Hajui kitu chochote. Lakini sasa mzee mwenzangu wewe ukiona tatizo liko wapi? Kwa sababu nikiangalia hata wazee wa zamani, sisi tuseme vijana wa zamani, kijana alikuwa anamaliza darasa la 7 anaweza akajitegemea, wanafanya biashara. Tunaangalia hata wafanya biashara wakubwa wanaomiliki pesa nyingi hawajafika vyuo vikuu. Sasa wengi tu. Sasa hawa wa leo watajitegemeaje? Na wana uwezo wa kutunza pesa zao, kumiliki pesa nyingi tu. Lakini kijana wa leo vipi? Sasa ndugu yangu, huyu wa leo atajitegemeaje? Kila wakati ameshika simu. Yuko shuleni anawaza anawaza fresh food. No, Facebook. Wanaita Facebook. Anawaza Facebook. Akitoka huko anawaza Facebook, kusukuma, kudownload. Si kufanya nini? Anatamani darasa mwalimu atoke ili endelee na mambo yake. Sasa hivi wanafunzi ukienda bwenini, zile shule za serikali au za kulipia, wanafunzi wana smartphone vyumbani. Wakitoka huko ni kuchati kwenye mitandao. Sasa mzee mwenzangu, kwa jinsi ya elimu hii tunavyoiona, mimi naona kijana wangu ninaye nyumbani ni bora tu nianze kumpa mazoezi ya utaalamu. Kwa sababu nikiangalia vijana wa zamani walikuwa na uwezo wa kutengeneza hata yani magari ya miti.
Wachina walikuwa hawajaanza kutuletea majembe, mapanga, lakini vijana walikuwa wanatengeneza silaha za jadi, walikuwa wanatengeneza wenyewe. Yaani Mtaalamu. Sasa hivi leo tunafanyaje? Mimi naona hata vijana wetu bora tu, mimi na kijana wangu pale nyumbani, bora nimweke katika masuala haya ya ufundi kwa ajili ya kujijengea tabia ya utaalamu akiwa bado, kwa sababu ninaangalia mambo haya yalikuwa na faida siku za nyuma. Sasa mimi unaweza kuwa sahihi, lakini pia hauko sahihi. Kwa sababu mtoto akijua ujuzi peke yake bila shule kwa ulimwengu wa leo, basi ni vizuri awe anatoka shule afu unampa hayo mazoezi. Ila anapomaliza shule tayari ni fundi. Anamaliza shule tayari ana uwezo huu hapa. Lakini asija kumwachia shule kwamba hajafika darasa lolote, alafu akana ufundi tu peke yake. Kwa sababu ulimwengu tunaouendea, watu kwa mfano fundi seremala sasa leo hii ana meza nyumbani kwake. Miaka ijayo hakutakuwa na meza fundi seremala nyumbani kwa mtu. Miaka inabadilika. Kutakuwa na maofisi, kutakuwa na vitu aina mbalimbali. Unaona? Kwa ni vizuri kama mtoto wako unataka, kama unafundisha useremala, ajifunze useremala baada ya kutoka shuleni. Nafikiri umenielewa vizuri sana. Sasa mzee mwenzangu kweli, masomo yenyewe haya wanayosoma kwenye mashule haya, unakuta mtoto wa darasa la 4 tu amerundikiwa masomo 12 na tuition juu. Na tuition juu. Hivi muda wa kupumzika anaupata wapi? Asiende tuition. Asiende tuition. Sasa siende tuition, wanasema asipoenda tuition hawezi kufaulu masomo yao hayo 12. Sasa ni vizuri, sasa utafanyeje? Mtoto ni lazima pia alelewe katika misingi ambayo itamfanya baadaye awe na maisha mazuri. Sasa maisha mazuri ndio haya masomo wanayosoma shuleni ya kukalili, ndio yanayotambulika na ulimwengu wa leo kuliko ulimwengu wa zamani. Sasa tutafanyaje hapo mzee unavyoona hiyo? Ndio maana nasema kwamba ni vizuri mtoto wakati mwingine azoeshe, na kama akikosa baada ya shule, basi walau kila Jumamosi na Jumapili au anashindia shughuli fulani. Sasa Jumamosi na Jumapili ndio amepewa homework hizo za kufanya. Ugawe muda weekend. Kwa hiyo naona masomo haya wanayosoma ya mashuleni ni muhimu kuliko zile shughuli za ufundi na nini vyote ni muhimu. Masomo haya ya shuleni manake ni kutumikia ulimwengu wa leo wa kisasa. Lakini shughuli za vitendo ni kutumikia maisha halisi. Na maisha halisi ni kufanya kazi. Ndio. Mnaelewa vizuri? Lakini hebu nikuulize kitu kimoja mzee wangu, mzee mwenzangu. Hivi unaonaje hii elimu, lakini elimu hii wanayosoma shuleni wewe unaona mfumo wake umetengenezwa kwamba mtu akishamaliza kusoma shuleni arudi kulima kijijini kweli? Sasa mbaya zaidi ni kwamba masomo yanavyofundishwa, kila mtu anayechukua degree, mfano sasa level ya juu ya degree, kila anayechukua anawaza kufanya kazi ofisini. Anaamini yeye atakuwa mkubwa, atakuwa meneja, mtawala. Ni mtawala. Sasa huyu ambaye anaamini kwamba atakuwa mtawala, akitoka kule anapokuja uraiani ukamwambia nenda ukalime, hawezi kukuelewa. Sasa mzee mwenzangu, mimi ndo maana nimeona hivi kijana wangu ni bora akaanza kujitegemea, asitegemee kwamba aje kuajiriwa baada ya kumaliza masomo ya vyuo vikuu, kwa sababu anakuwa na mawazo ya kutegemea ambayo ni tegemezi. Kwa hiyo ni bora akaanza mapema, kwa sababu mimi naona watu wanaomiliki pesa sasa hivi hawajasoma elimu za kubwa. Ukiangalia wenye makampuni, wenye viwanda vikubwa hapa nchini ni wale wenye uwezo wa kufikiri wa kawaida, ambao hawajasoma hizo elimu. Mimi naona sasa bora kijana wangu akaanza tu ufundi, basi akaanza kujitegemea mapema, kwa sababu kusudi la kusoma hayo masomo ni kwamba apate pesa. Ni sawa. Lakini unajua ndugu yangu iko hivi. Serikali kitakachomkwamisha mwanao ni kitu kimoja. Serikali ina taratibu zake. Kwamba ili ufanye jambo fulani la kitaalamu, mfano ujenzi wa barabara, au ili ushike tenda ya kujenga nyumba, lazima uwe engineer. Na engineer ni vyeti vinavyotambulika na serikali. Kwa unaweza kuwa na kipaji kizuri sana, lakini kazi yako kwa ni kutumikishwa na wale wasomi. Naipata vizuri? Ndio. Kwa unaweza mtoto wako anaweza kuwa na ujuzi mzuri wa kujenga nyumba, akana ujuzi mzuri wa ufundi seremala, lakini
kwa taratibu za serikali zetu hizi, kwa utaratibu wa mambo haya wanaangalia vyeti. Wanaangalia vyeti. Sasa mwanao matokeo yake anaweza kuwa mtaalamu kuliko mwenye vyeti, lakini akawa anasimamiwa na mwenye vyeti, na mwenye vyeti ndio kawa na mshahara mzuri na anamlipa hela kidogo huyo mtoto wako. Kwa mtoto wako siku zote utamkuwa unamwandaa maisha ya kutumwa na ambao hawajui kazi. Mzee mwenzangu, mambo magumu kumbe. Sasa tunafanya sasa haya tunayafanyaje? Ndio maana nimesema kwa maana tunatengeneza kizazi ambacho tunatengeneza kizazi cha kusimamia kazi. Kusimamia kazi. Sio kizazi cha kufanya kazi, cha kusimamia kazi mjini. Cha kusimamia kazi ambacho chenyewe kazi hakijui. Kwa hiyo ina maana ndio tunaelekea kwenye wale watu wanafundisha lakini wao hawezi kutengeneza chochote. Nakuta mtu ni mwalimu wa kutengeneza magari, mechanical engineering, lakini hawezi hata akashika hata kushika spana ajui. Yaani hata hizi sasa hivi angalia mafundi wa garage za kwetu hizi, ukiangalia hata shule hakufika. Ndio. Wala hakuna garage, hakuna nani ya kufundisha ufundi wa pikipiki. Watu wanajifunza. Lakini vijana kabisa wanatengeneza pikipiki, vijana wanatengeneza baiskeli. Hakuna leo wafundisha. Na ukienda katika vijio vya kutengeneza pikipiki, humkuti mtu mwenye degree. Ndio. Wenye degree wanavaa suti, na bahati mbaya sana kuna mtoto wa rafiki yangu mmoja. Amemaliza degree ya ufundi. Anasubiri kuajiriwa na makampuni makubwa. Hivi ninavyokuambia, ana miaka hii mitatu yuko nyumbani. Sasa mimi nililoligundua, inabidi tuwaase walimu wawafundishe vijana wetu namna ya kujitegemea kiakili. Sasa mbaya sijakumalizia. Ndio. Huyu kijana sasa, rafiki yangu anasema akirudi nyumbani, yeye ni remote kwenye TV. Remote kwenye TV. Alafu kwenye TV anaangalia muziki tu. Yaani anaangalia muziki tu. Muziki tu. Na hii movies. Ndio. Na movie. Kwa ni muziki. Kwa hiyo mke wake anapika chai. Kijana yuko sebleni. Wanapika chakula cha mchana, kutumwa sokoni hataki. Msomi huyo. Msomi huyo. Yuko sebleni. Ndio sasa ndio wasomi wanaotengenezwa sasa hivi. Sasa mzee mwenzangu, vijana wanakwenda. Na amemaliza chuo cha ufundi. Chuo cha ufundi. Ametembeza bahasha, amechoka. Ndio. Kwa sasa hivi amerudi. Amekuwa kama la 7, yuko nyumbani. Sasa mimi unajua mimi kuna kitu kinanisumbua akilini pia. Kwa sababu sasa wote tunasoma. Sasa wote wanaposoma wanatembea na bahasha. Ni nani atakaye muajiri mwenzake? Elimu inafundisha wewe kazi yako ni kuwa bosi. Tunakuandaa kuwa bosi. Kwa na kijana anapomaliza anakuja uraiani, amejiandaa kuwa bosi. Mimi mzee mwenzangu, nikwambie ukweli. Mimi nimeona, kwa sababu nimeona mimi mwenyewe. Kwanza nimeangalia hata kwa wazee, walio wazee sasa hivi, walikuwa vijana, wengine wanamiliki pesa. Kuna na mzee mmoja, matajiri tu. Unakuta kama pale Mwanza ana nyumba karibia mji mzima. Unaambiwa yule mzee hata darasani hakwenda. Ndio tunaona ndio wafanya biashara wakubwa. Sasa wana uwezo wa kumiliki pesa. Sasa ndio maana nikwambia hivi. Sasa ukifuatilia historia ya mtu huyu unayemsikia, si kuna tajiri mwingine mkubwa, si Azam. Wale watu zamani walikuwa wanauza ice cream. Unafahamu ice cream? Ndio. Sisi enzi hizo tunasema ashikilimu. Anauza, ana kiduka chake cha hizo ice cream hizo. Kwa Christmas, Eid, vijana tunarundikana pale kununua hizo. Ni mtu alianza hivyo kuuza mabarafu, tunaita barafu. Anakwenda akawa anawaza namna kupanua miradi yake. Kwa hiyo tuseme alikuwa na uwezo mkubwa wa kufikiri. Ni hivyo. Mpaka sasa tofauti na hizi elimu za kukalilishwa darasani. Ni hivi. Au kukalilishwa hata kuuza karanga hawawezi. Anasoma somo la biashara, wanasema business administration. Akishasoma business administration, kuuza karanga hawezi. Kuuza genge hawezi, kuuza duka hawezi. Anaona atazaraulika. Lakini ana cheti kimeandikwa business administration. Ndio hao unakuta yuko nyumbani kwako anachezea remote, anaangalia movie, anaangalia TV, anasubiri kuwa boss. Wengine wanacheza zile game.
Sasa kijana na miaka 25, 26 mpaka miaka 30 yuko kwa baba. Kujitegemea hawezi. Ana degree ya chuo kikuu na hafanyi kitu chochote. Sasa walimu wao wenyewe wanaishi kwa kufundisha tu, sio kwa kufanya kwa kufanya. Mwalimu anafundisha mechanical engineering lakini hafanyi kazi ya mechanical yeye mwenyewe. Hata kampuni ya mechanical hata ka garage hana. Hata ka garage hana. Ni kalamu tu kila wakati. Alafu analia na mbaya zaidi, watoto wetu wa kike wanapokuwa kule, unakuta mwalimu anamtumia mtihani kwenye simu na kumlala. Anafaulu. Mtu anafaulu. Kijana mwingine anampa mwalimu wake hela ili mtihani aweze kupita bila shida. Mzee Wanaambiwa andika ripoti ya field ulikotoka kwenye mazoezi, anaandika ripoti, anaambatanisha na hela ndani. Sasa mzee mwenzangu, tunafanyaje kwa ajili ya kurudisha ule mfumo wa nyuma ambao ulikuwa ni msaada? Mfumo ule ulikuwa unatufundisha kulima nyanya, ulikuwa unatufundisha kulima mboga, kujua namna ya kutunza udongo, usipoteze rutuba. Tunaona sasa tunafanyaje sasa kurudi huko? Maana kweli ilikuwa ni elimu, ilikuwa na msaada. Mimi kitu ambacho nakipenda, kama kungekuwa na uwezekano, shughuli zote za mikono zirudishwe shuleni. Walijaribu wakasema study za kazi, elimu ya kujitegemea. Wakasema study za kazi. Lakini shughuli zote za mikono na miguu, sio na kichwa, sivyo vyote vingerudishwa shuleni. Ndio. Wangeweka ratiba kwamba kuanzia ile 1:30 mpaka saa 3 kamili kama ni kilimo kifanyike. Kama ni kutengeneza bustani kufanyike. Kama ni kulanda mbao wafanye. Kama ni cherehani wafanye. Kama ni kujifunza unakuta mtoto ajui hata kunyosha nguo. Sasa wa form 1 form 2. Nicho nakitaka mimi ni hiki. Kama tunataka tuwe na wataalamu wa kompyuta. Tuwagawe kuanzia shule ya msingi. Ndio. Kwamba mtoto kuanzia la kwanza yeye anajifunza mambo ya kompyuta tu. Asijifunze elimu zingine. Masomo haya 10 na ngapi yote mzigo. Yaani kwamba kama mtu ni fundi cherehani, aende mpaka anaenda degree anachukua cherehani. Kama mtu anasoma kompyuta, ajifunze mambo ya kompyuta tu mpaka kule juu. Mpaka afike huko juu. Labda somo la Kiswahili na hilo la uraia liwepo. Kwa hiyo kama cherehani ziwepo kuanzia shule ya msingi. Kama kuna uwezekano kuanzia chekechea wanajifunza picha hizo. Sasa mzee mwenzangu, ni nani mwenye wajibu huo sasa? Serikali. Yaani mimi ninachokiona ni hicho. Kama kuna mtu anataka ajifunze kilimo, tangu la kwanza yeye anawaza kilimo tu. Wanamwanzisha kilimo tu. Hamna kitu kingine, anaingia form 4, kilimo anawaza kilimo tu. Kwa hiyo anajifunza taratibu za kilimo, basi hajifunze kitu kingine. Ndio. Anajifunza mashamba tu. Sasa tuwagawe watu katika hao makundi. Tuone huyu anafaa wapi, huyu anafaa wapi, huyu anafaa. Ili katika maisha yake asijifunze kitu kingine zaidi ya hicho. Inawezekana tukafika mpaka la 4 tukajua. Kwa mfano kompyuta inahitaji mtu anayependa hesabu. Kufika la 4 utakuwa umemjua huyu anapenda hesabu, aingie kitengo hiki hapa. Kwa hiyo labda darasa la kwanza mpaka la 4 iwe ni kwa ajili ya kuwatambua. Baada ya hapo tuwaingize kwenye makundi. Kulingana na taaluma. Kwamba sasa tumewajua kwamba huyu anafaa kwenye sanaa. Huyu hapa anafaa mahali fulani. Huyu hapa anafaa mahali fulani. Ili yale maisha yatakao yaishi baadaye yaanziwe huku. Kuna mwingine ana kipaji cha mpira. Ndio. Unamuona ana kipaji cha michezo. Kwa huyu aanze kujifunza mambo ya sports, michezo akiwa huku. Kwa vile vitengo vinakuwa mpaka anamaliza chuo kikuu anachukua degree ya michezo. Lakini ameanza nayo tangu la kwanza. Hawezi kingine zaidi ya michezo. Kweli anakuwa anaelewa kila kitu. Sio lazima ufuate mifumo watu wengine. Kama biashara, mtu anataka kufanya biashara, aende huko. Anaanza kutoka mwanzo. Tangu mwanzo. Akifika kule juu, anaweza akaandika hata mchanganuo wa biashara. Sasa hawa wa leo waambia kuandikia mchanganuo wa kibiashara. Hakuna lolote. Hakuna. Basi mzee mwenzangu. Mambo kutengeneza ya hivyo. Mimi ndio mapendekezo yangu. Sasa mzee mwenzangu, mimi ninachoona kwa hali hii, tuwafate, tukawaeleze. Ndio.